Haleluya, wapendwa watazamaji wa kipindi chetu kizuri cha unabii wa mwisho wa dunia na mjumbe wa agano hapa duniani. Bado tunaendelea na semina yetu ya mwisho wa dunia na mjumbe wa agano duniani, na bado tupo katika ile taa yetu ya taa ya tatu, maarifa. Bado tunaendelea na somo letu la maarifa, na leo tuko katika part 4. Tunaendelea na kuangalia ujumbe huu ambao Mungu alikuwa ameukusudia kwa habari ya ile roho ya Elia. Roho ya Elia ilikusudiwa kutanguliwa na watu ambao walitajwa katika majina, kama jinsi tulivyosema. Wametokea maelia wengi leo wa uongo, maelia wengi wa uongo ambao si kweli. Maana neno la Mungu lilijua kabisa, Mungu alijua kwamba watatokea maelia wengi wa uongo namna hiyo, lakini ndio maana akateua jina. Kuna majina ya watu ambao waliteuliwa na Mungu kwa habari ya ufalme, kuona mambo ya ufalme wa Mungu. Na majina haya ni kama vile tulivyoona kwamba kulikuwepo na mwanafunzi mmoja aliyekuwa amependwa sana na Yesu, Yohana. Yohana alipendwa sana na Yesu, ndiyo aliyeandika habari za siri za mambo ya Mungu sana, tofauti na wanafunzi wengine. Lakini pia yeye ndiye aliyeandika waraka wa kwanza wa Yohana na mpaka ufunuo wa Yohana. Yeye ndiyo aliyeandika, huyo Yohana aliyependwa sana na Yesu Kristo. Lakini pia yule aliyekusudiwa kutangulia kwa ajili ya Kristo Yesu, kutangulia kabla ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo na kutangulia kabla ya Yesu Kristo kuja, ilikuwa ni majina ambayo yanaitwa mahali hapa katika kitabu cha Luka. Kitabu cha Luka mlango wa kwanza mstari wa 12 mpaka mstari wa 17, tunaona kabisa kwamba Roho wa Mungu anasema hivi: Zekaria alipomwona yule malaika alifadhaika, hofu ikamwingia. Lakini yule malaika akamwambia, usiogope Zekaria, maana dua yako imesikiwa, na mkeo Elizabeti atakuzalia mtoto mwanamume, na jina lake utamuita Yohana. Jina lake utamuita Yohana. Nawe utakuwa na furaha na shangwe, na watu wengi watakufurahia kuzaliwa kwake, kwa sababu hilo jina lina sababu yake. Kwa sababu atakuwa mkuu mbele za Bwana, hata kunywa divai wala kileo, naye atajazwa Roho Mtakatifu hata tangu tumboni mwa mamaye. Na wengi katika Israeli atawarejeza kwa Bwana Mungu wao, naye atatangulia mbele zake katika roho ya Elia na nguvu zake, ili kugeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto, na kuwatilia waasi akili za wenye haki, na kumwekea Bwana tayari watu waliotengenezwa. Kwa hiyo majina ya Yohana ndiyo hasa jina lililokusudiwa kuja na roho ya Elia, tofauti na majina mengine haya mara Branham, mara Elias, mara Musa, nani. Hayo majina hayajaweza kuelekezwa na mbingu. Majina yaliyoelekezwa na mbingu, kulikuwa na Yohana wako watatu ambao walikuwa wamekusudiwa kufunua siri ya Mungu. Yule Yohana aliyependwa na Yesu Kristo, na huyu aliyetangulia mbele za Bwana kabla ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo, Yohana Mbatizaji. Lakini Yohana wa sasa hivi ni yule ambaye anazungumza na wewe leo. Yohana anaitwa John Isaya Igumi, Yohana Isaya Igumi. Huyu ndiyo Yohana wa mwisho, na wala hakuna tena mwingine atakaye kuja.
Yohana alitangulia ili kugeuza mioyo ya baba, yaani mioyo ya manabii wale waliokwisha kutangulia kabla ya Yohana Mbatizaji, awageuze mioyo yao iwaelekee hao watoto ambao ni Yesu Kristo na mitume wake na kanisa lile la kwanza. Lakini Yohana huyu anayezungumza na wewe leo ni Yohana ambaye amekuja mwisho, maana yeye anasema yeye atakaye kuja, yule mdogo ambaye atakuja katika ufalme atakuwa mkuu kuliko wote. Huyu ndio anayezungumza na wewe, Yohana wa sasa. Huyu Yohana amepewa kugeuza mioyo ya watoto kama jinsi tulivyoona katika kitabu cha Malaki pale, Malaki 3, Malaki 4 mstari wa 6. Mstari wa 6 mpaka hapo mwisho, anageuza mioyo ya watoto, sisi tulio watoto wa Kristo, kuelekea baba zetu hao mitume wa Yesu Kristo na Yesu Kristo mwenyewe. Kwa hiyo majina yaliyokusudiwa sio majina mengine yaliyotangulia. Ndio maana tunasema namba 4 ni ukamilifu wa jambo ambalo lilikusudiwa. Ndio maana tunasema kwamba ni maarifa namba 4, yule aliyeagizwa na Mungu. Tumeona pale wale uzao wa nyoka, watu wanaoibuka tu namna hii, manabii wa uongo wakijiita wenyewe ndio Elia, wanafundisha vitu ambavyo hawana ufahamu navyo. Wanafundisha kama ile namba 666, wanafundisha uongo. Utakuja kujua vizuri, watambue vizuri hao uzao wa nyoka. Hao ni uzao wa nyoka. Na tukiangalia katika dunia nzima imeshaingizwa katika mfumo wa uzao wa nyoka, na washirika hawana tatizo. Washirika wote hawana tatizo, wa dini zote, wa madhehebu yote. Walio na matatizo ni hao viongozi wanaoongoza watu, wanawafundisha uongo, wanawafundisha mambo wasioyajua, mambo ya upotoshaji, mambo yasiyo na maana. Unaweza kuona. Kwa hiyo Yohana huyu ambaye amekuja wakati huu wa sasa wa kutangaza habari njema ya ufalme wa Mungu. Hii ni siku ya Bwana, ni siku ni mwaka wa Bwana uliokubalika na kisasi cha Mungu wetu. Na mtaona Mungu jinsi atakavyokuwa anaangamiza watu namna hii na kufanya majumba mengi kuwa maganjo, na tutajua kwamba Mungu ni nani na anaangamizaje watu. Utaweza kujua vizuri jinsi tunavyoendelea na semina yetu hii. Unaweza kuona. Kwa hiyo kina Yohana ndio waliokusudiwa hasa kufunua siri ya ufalme wa Mungu, tofauti na majina mengine ambayo watu leo wanajiita kwamba wenyewe ndio Elia. Waliokuwa wamekusudiwa kubeba roho ya Elia ni Yohana. Hao ndio watatangulia. Jina hilo ndio linatangulia mbele za Bwana Yesu Kristo wakati wa kuzaliwa na wakati wa kuja kwa mara ya pili. Na yeye tayari Yesu Kristo amekwisha kuja sasa mara ya pili, ambaye ni neno, yuko kwa mjumbe wa agano, na yeye ndiye anayesema na wewe leo kupitia mjumbe wa agano. Unaweza kuona. Na Yesu Kristo alikusudiwa kuja mara 3 kama jinsi alivyojidhihirisha kwa wanafunzi wake. Yesu Kristo alikusudiwa kuja mara 3 kama jinsi alivyojidhihirisha kwa wanafunzi wake mara 3. Unaweza kuona. Kwa hiyo na hapa namba 3 ndio tunajua kabisa ni ukamilifu wa kusudi la Mungu, na tukaona kwamba namba 3 ndio hasa ambaye inakamilisha kusudi ambalo Mungu alilikuwa amelikusudia. Katika kitabu cha Yohana 21 pale mstari wa 14 anasema hivi. Yohana 21 mstari wa 14, Roho wa Mungu anasema, hivyo ndivyo mara ya tatu ya Yesu kuonekana na wanafunzi wake baada ya kufufuka katika wafu. Baada ya kufufuka katika wafu, Yesu Kristo alikuja mara ya kwanza kwa wanafunzi wake, akaonekana mara 3. Na wakati huu amekuja mara ya pili sasa kama neno. Amekuja kama neno kwa sababu neno lilifungwa. Kulikuwa na njaa na kiu ya kuyatafuta maneno ya Mungu, hayakuweza kuonekana kwa sababu neno lilifungwa. Tulisoma pale katika kitabu cha Ufunuo Yohana mlango wa 5 kwamba Biblia hii kitabu kilikuwa kimefungwa. Hakuna mtu ambaye alikitazama wala kukiangalia
huko mbinguni na huku duniani. Na alipokuja kufungua huo muhuri wa kwanza, ndo anatoka mjumbe wa agano sasa, mwenye neno, ambalo neno limempanda juu yake. Yeye ndiye mwenye uwezo wa kufunua siri yote ya Mungu. Unaweza kuona. Kwa hiyo Yesu Kristo amekwisha kuja mara ya pili sasa, na ndio analinyakua kanisa. Tutajifunza vizuri kwamba kanisa linanyakuliwaje, na dhiki inaingia katika dunia kwa wale waovu watakao kuwa wanaangamizwa na kupata mapigo mbalimbali, kama jinsi yalivyoandikwa katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana pale mlango wa 6 kuanzia mstari wa 3 mpaka kwenye mlango wa 8 pale. Unaweza kuona. Kwa hiyo tutaweza kuona jinsi ambavyo Mungu alikuwa anakusudia namna hiyo, kama jinsi anavyosema katika hapo kitabu cha Yohana 14 mstari wa kwanza mpaka wa 10. Anaongea na wanafunzi wake, anawaambia hivi: msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia, maana naenda kuandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi muwepo. Nami niendako mwaijua njia. Tomaso akamwambia, Bwana, sisi hatujui uendako, nasi twaijuaje njia? Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Kama mngalimjua Baba, kama mngalimnijua mimi, mngalimjua na Baba. Tangu sasa mnamjua, tena mmemwona. Filipo akamwambia, Bwana, utuonyeshe Baba yatutosha. Yesu akamwambia, mimi nimekuwepo pamoja nanyi siku hizo zote, wewe usinijue Filipo? Aliyeniona mimi amemwona Baba. Basi wewe wasemaje, utuonyeshe Baba? Unaweza kuona, kusadiki ya kwamba mimi ni ndani ya Baba na Baba yu ndani yangu. Unaweza kuona hapa Yesu Kristo alikuja, ndio maana alipokuwepo pale msalabani, kwa sababu neno lilifanyika mwili. Alipokuwepo pale msalabani akasema, Mungu wangu, Mungu wangu, mbona unaniacha? Manake ule mwili uliofanyika, ile neno lililofanyika mwili lilikuwa linaachwa na Mungu. Mungu alikuwa ndani ya ule mwili akifanya kazi zake. Kwa hiyo Yesu Kristo ni Mungu kamili. Ni Mungu kamili. Tutaenda kuona vizuri pale tutakapokuwa tunaendelea kujifunza semina yetu hii. Unaweza kuona. Kwa hiyo Yesu Kristo yuko ndani ya mjumbe wa agano leo. Neno liko ndani ya mjumbe wa agano, na Mungu yuko ndani ya mjumbe wa agano, ukamilifu wake wote. Kama jinsi alivyosema, atakapokuja huyo Roho wa Mungu, Roho wa kweli, atakaa ndani mwenu. Ulimwengu hauwezi ukamuona, lakini ninyi mtakuwa mnamuona kwa sababu anakaa ndani yenu. Kwa hiyo leo yuko ndani ya mjumbe, na wewe unapoenda kupokea ujumbe huu atakaa ndani mwako. Lakini ulimwengu hauwezi ukamuona kwa macho. Kama hivi leo hawa manabii wa uongo wanavyosema, atakuja na mawingu, ataonekana katika ile awamu ya 3 atakapokuja kukamilisha mambo yake katika taifa la wana wa Israeli, pale atakapotua katika ule mlima wa Mizeituni. Ndipo atakapokuja na utukufu wake katika anga, na kila jicho litamuona, na kila ulimi utakiri, na kila goti litapigwa wakati huo mataifa atakapokuwa wamezunguka katika ule mji wa Yerusalemu kutaka kuipiga Israeli. Hapo ndipo atakapotokea katika mawingu. Lakini wakati huu tulionao ni wakati wa mjumbe wa agano kwa mataifa mengine nje ya taifa la Israeli. Na yeye amekuja kama mwivi, haonekani. Ndio hapo anasema itakuwa kama kipindi cha Nuhu, kwamba alikuja anaongea na Nuhu, watu wanaingia katika safina, wengine wanapuuza. Siku imekuja, rehema zinafungwa, anakuja mawinguni, mataifa yote hawatakuwa tena na rehema za kuokolewa. Mungu akupe neema kuyajua haya kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Amen. Amen.